Leo hii tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2026, kamati ya siasa ya kata ya Ikungigazi imeanza rasmi ziara ya ukagua uhai wa chama katika matawi, na leo hii walikuwa katika tawi la Mwingilo. Wameweza kuzungumza mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuhamasisha ulipaji wa ada katika wanachama wote wa tawi hilo, lakini pia wamezungumzia kuwa na vikao vya mara kwa mara ndani ya chama. CCM oye! Mwingilo oye! Ikungigazi oye! Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti wa kikao hiki cha halmashauri ya Chama cha Mapinduzi, ndugu katibu wa tawi, katibu mwenezi, viongozi wote, mwenyekiti wa serikali ya kijiji, mtendaji, mwalimu mkuu, mtemi wa sungusungu, bwana mdogo katibu tarafa, nimekuona hapa pamoja na wajumbe wote Jamhuri ya Muungano. Ndugu zangu wajumbe, kwa majina naitwa Elisha Ntongekwa, ndiye mwenyekiti wa msafara, lakini maarufu nafasi ninayoitumia ni katibu kata wa Chama cha Mapinduzi. Tuko hapa kwa ziara iliyopangwa na kamati ya siasa ya kata kwa ajili, na lengo la ziara hii ni kushuka chini kuwashukuru wana CCM wa Mwingilo kwa kazi nzuri walioifanya mwaka 2025. Mlifanya kazi nzuri sana kwa kukiamini Chama cha Mapinduzi, kukipa kula nyingi. Tulishinda 95%. Tupigiane makofi. Na kwa hali hiyo wajumbe, tumeona kwamba ni bora tushuke chini, ijapo hatuna cha kuwapa Chama cha Mapinduzi, tutawalipa maendeleo kwa kusimamia maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la pili ambalo limetuleta sisi, tumeanza na kushukuru, lakini swala la pili ambalo limetuleta ulipaji wa ada. Tunaamrishwa kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ni wajibu wa kulipia ada yake 1200. Kweli tunajiuliza wana Mwingilo kwamba 1200 unaweza ukaikosa kweli kwa ulipaji wa ada? Tumeona kwamba tushuke chini, wana CCM wote, viongozi wote, tukahamasishane ulipaji wa ada. Na ada hii inapofika mwezi wa 6, tunafanyiwa tathmini kila kata gani ambayo imejitahidi ulipaji wa ada. Lakini haya yote tusikae nayo moyoni. Unaweza ukafika uchaguzi kujalipia ada, pengine umetamani kuomba nafasi ya ukatibu kata au ukatibu tawi au uenezi au ukatibu au mwenyekiti, halafu ukawa na kigezo hujalipia ada. Elisha huyu ameanza kunikata, kumbe vigezo hujazingatia wewe mwenyewe. Utakuwa umekatwa kwa ajili ya kutotimiza masharti ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo lengo letu, kila mwana CCM, kamati zote za jumuiya, mabalozi yote tumekaa nao tukahamasishana ulipaji wa ada, kila mwana CCM alipie ada yake. Kwa hiyo tusifika hatua ya kuanza kudaiwa. Ulipaji wa ada sio wa mwaka huu, tangia waanze waasisi wa Chama cha Mapinduzi, walioanza walikubaliana kupitisha ulipaji wa ada. Hata katiba zetu hizi hapa zinatuamurisha ulipaji wa ada. Nimekuja na silaha zote. Kama kuna mtu ambaye hataamini kwamba ulipaji wa ada ndio ukoje, tutakuambia kwamba katiba itatuongoza kwa upande wa wanachama kwamba tunatakiwa tulipe nini? Ada. Na kwa mantiki hiyo ndio maana tukatembea na mtehama ambaye anayo elimu ya kutosha na ulipaji wa ada. Na ulipaji wa ada haihitaji pesa mkononi, unalipia kupitia M-Pesa kwenye simu yako. Haihitaji umpe katibu pesa taslimu, uhitaji unipe mimi hela taslimu. Ulipaji wako wa ada utalipia kupitia akaunti yako M-Pesa.
mtehama yupo, ndo wajibu wake, amepata semina ya ulipaji wa ada. Kwa hiyo niwaombe sana wajumbe wa halmashauri tulipie ada.